Mara ya kwanza kufika Tandale. Hadithi ya kijana wa Kikorea aliyepitia mikasa Dar es Salaam. Kijana wa Kikorea aitwaye Junwoo alikuwa mhandisi mchanga kutoka Seoul. Alikuwa mtu mnyenyekevu, mwenye bidii na aliyependa kugundua tamaduni mpya. Siku moja, kampuni yake ilimtuma Afrika Mashariki kusimamia mradi mdogo wa teknolojia ya mawasiliano. Nchi aliyotumwa ilikuwa Tanzania. Alipofika kwenye uwanja wa ndege wa Julius Nyerere International Airport, moyo wake ulijaa mshangao. Hali ya hewa ilikuwa tofauti kabisa na Seoul. Jua lilikuwa kali na watu walionekana wenye tabasamu la kirafiki. Lakini hakujua kuwa safari yake ingempeleka kwenye sehemu ambayo ingebadilisha maisha yake kabisa. Tandale. Baada ya siku chache mjini Dar es Salaam, dereva wa kampuni alimpeleka Junwoo kukagua eneo la mradi. Walipofika Tandale, Junwoo alishangaa sana. Mitaa ilikuwa na shughuli nyingi, watoto wakicheza mpira mitaani, wauza chipsi na mishikaki, muziki wa Bongo Flava ukisikika mbali. Alitabasamu na kusema kwa Kiingereza kilichochanganyika na Kiswahili, "Habari, rafiki?" Watoto walicheka. "Karibu Tandale." Hapo ndipo alipoanza kujifunza maisha ya kweli ya mtaa huo. Siku moja, Junwoo alipotea akitafuta duka la kununua maji. Alikutana na msichana mzuri aitwaye Amina. Amina alikuwa mwerevu, mwenye moyo wa huruma na mfanyabiashara mdogo wa vinywaji. Alimsaidia Junwoo kwa Kiswahili kidogo na Kiingereza kidogo. "Usijali, nitakuonyesha njia." Kuanzia siku hiyo, urafiki wao ulianza kukua pole pole. Lakini Tandale ilikuwa na macho mengi, na si kila mtu alipenda kuona mgeni akikaribishwa sana. Kijana mmoja wa mtaa aitwaye Rashid alikuwa na hisia kwa Amina kwa muda mrefu. Alipoona Amina akizungumza sana na Junwoo, moyo wake ulijaa wivu. Rashid alianza kusema kwa marafiki zake, "Huyo mgeni anafikiri anaweza kuja hapa na kuchukua msichana wa Tandale?" Maneno hayo yakaanza kusambaa mtaani, na pole pole matatizo yakaanza kumzunguka Junwoo bila yeye kujua. Usiku moja, Junwoo alipokuwa anarudi kwenye nyumba aliyopanga, vijana kadhaa walimzuia. "Simama!" Walitaka simu na pesa zake. Junwoo alihisi hofu kubwa kwa mara ya kwanza tangu afike Tanzania. Lakini ghafla mtu mmoja alipiga kelele, "Muacheni!" Alikuwa Rashid. Kwa mshangao kubwa, Rashid aliwafukuza wale vijana. Lakini alipomwangalia Junwoo alisema kwa sauti nzito, "Usifikiri nimekusaidia kwa sababu nakupenda." Kadri siku zilivyopita, mapenzi kati ya Junwoo na Amina yalizidi kukua. Lakini siku moja, Junwoo aligundua kitu cha kushangaza. Mtu alikuwa anajaribu kuharibu mradi wake kazini kwa siri. Faili zilipotea, taarifa zikafutwa kwenye kompyuta. Na mtu aliyekuwa akionekana karibu sana na Amina ndiye aliyeshukiwa, Rashid. Lakini ukweli ulikuwa mbaya zaidi kuliko alivyodhani. Usiku moja, Amina alimuita Junwoo kwa siri. Alikuwa analia. "Lazima ujue ukweli." Alimwambia kuwa Rashid alikuwa analazimishwa na watu wenye nguvu wanaotaka mradi wa Junwoo ushindwe. Kama angekataa, familia yake ingeumizwa. Junwoo aligundua kuwa vita aliyokuwa ndani yake haikuwa ya mapenzi tu, ilikuwa pia ya uaminifu na uhai. Baada ya miezi kadhaa ya mapambano, mradi ulifanikiwa. Watu waliokuwa wanapanga hujuma walikamatwa. Rashid alikiri makosa yake na kuomba msamaha. Siku ya mwisho kabla Junwoo kurudi Korea, alisimama na Amina kwenye ufukwe ya bahari ya Indian Ocean karibu na Dar es Salaam. Amina alimwangalia kwa huzuni. "Utanikumbuka?" Junwoo alitabasamu. "Tandale imenifundisha kitu kikubwa kuliko kazi. Imenifundisha mapenzi na urafiki." Lakini kabla hajaondoka alimpa pete ndogo. "Nitarudi." Na hapo ndipo safari mpya ya mapenzi yao ilianza. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.